Hadithi. Hapo zamani za kale katika mji mdogo wenye ukungu, kwenye kituo cha milima Mambo, anaishi mfanyibiashara ya kutengeneza saa mwenye kujitenga jina lake Elias. Saa zake zinajulikana kwa usahihi na uzuri wake, kila moja ikiwa ni kazi ya ustadi wa vigelegele na mikono ya dhahabu. Lakini Elias ana siri ya kutisha. Saa zake hazipimi wakati tu, zinawiba. Kila mshindo wa saa zake huchukua vipindi vidogo vya maisha ya wamiliki wao na kuweka kwenye chumba cha siri chini ya kituo chake cha kazi. Elias anajitetea kwa kudhani kuwa anahifadhi wakati kwa sababu kubwa zaidi. Miaka 4 baadaye, Elias anapoteza mke wake mpendwa, Clara. Clara anaaga dunia katika chumba cha upasuaji anapojifungua binti yao Lara. Hali hii inamsikitisha na kumsaga moyo Elias kabisa. Akiwa amevunjika moyo, alianza kushikilia wazo la kurudisha wakati nyuma ili kurudisha zama zile za bibi yake akiwa angali hai ili angalau aweze kuwa na mke wake kwa siku zingine kadhaa, maana alijihisi mpweke mno. Miaka 9 baada ya kifo cha Clara, Elias anajenga saa kubwa ya changamano iliyobuniwa kurudisha wakati nyuma kwa takriban karne moja. Lakini kwa kuifanya ifanye kazi, anahitaji wakati uliokamatwa wa watu wengine. Elias anaanza kuiba dakika 30 za kila mmoja kijijini wakati wa manage. Hali hii inaathiri pakubwa usingizi wa wanakijiji na wanalazimishwa kuamka mapema maana kuna pambazuka dakika 30 mapema. Lila, binti yake Elias mwenye roho huru, ambaye hajui siri ya babake, alfajiri ya Jumamosi moja, aliamua kuamka kuchunguza mji na kuota maisha ya nje ya mipaka yake. Baada ya kutafakari jinsi vile maisha yalibadilika kwa kipindi kifupi mno, Lila aliamua kusafisha kituo cha kazi cha baba yake. Katika harakati ya usafishaji, Lila aligundua chumba cha wakati uliokamatwa. Akiwa ameshtuka, alimshtaki baba yake, ambaye mwishowe anamfunulia mpango wake wa kutumia changamano kumrudisha Clara, bila kujali athari. Lila anavurugika. Anatamani kumjua mama ambaye hakuwahi kumwona, lakini hawezi kuvumilia kusikia baba yake akichinja maisha ya watu wasio na hatia kwa ndoto yake. Wakati mji unapoanza kugundua uchovu wa kushangaza na kukumbuka kwa watu wake, Lila anakimbia dhidi ya wakati, kwa kweli, kumzuia baba yake. Anamshauri kuwa hawezi kubadilisha historia, lakini wakati wa sasa ni zawadi muhimu ya kulinda. Mwishowe, Elias anapaswa kuchagua, kutumia saa yake kuandika upya historia au kuiharibu na kurudisha wakati kwa watu wa mji. Upendo na azimio la Lila inamsaidia kuona kuwa urithi wa Clara unaishi katika vipindi walioshiriki pamoja, si kwenye jaribio la bure la kubadilisha yaliyopita. Elias anafahamu kuwa yaliyopita si ndwele tugange yajao na kuamua kuachana na azma yake. Anaamua kutumia wakati alionao kuishi na mwanawe kwa upendo kabla kifo hakijamchukua. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Nimekuwa wako Eli Masai. Kwaheri.